Nakushukuru sana Isaac. Ni watu wachache ambao wenye moyo kama wa kwako. Nakushukuru kwa kuweza kunisaidia hospitalini, lakini pia kunisaidia mimi pamoja na kaka yangu na mdogo wetu kuweza kupata nyumba hii na kukaa hapa. Hatukuwa na mahali pengine pa kwenda. Tunashukuru kwa kufungua mikono yako na kutotutupa kama watu wengine walivyozoea. Lakini pia nikushukuru kwa kuweza kunipatia kazi mimi pamoja na kaka yangu. Wewe yani ni kama vile umetumwa na Mungu. Nakushukuru na sijui nitakulipa vipi. Amanda, mimi nachoshukuru ni kwamba unaendelea vizuri. Hayo mengine ya kusaidiana mimi nimefanya tu kama binadamu. Nimezungumza na bosi wangu na bosi wangu akaona halina tatizo. Na kama ni kuhusiana na hii nyumba nilipewa na bosi wangu mwingine niweze kukaa. Lakini kwa sababu niliweza kupata mahali ya pengine pa kukaa, nikaona pale ni karibu zaidi na kazini kuliko huku. Ndio maana mimi nikawapatia hii nafasi mweze kukaa. Hakuna mtu yoyote atakayewauliza. Na huyo bosi wangu mwenyewe hawezi kuja sasa hivi. Anaishi nje. Na kuahidi sitokuangusha. Na kuahidi Isaac, katika kazi ambayo umenipatia, nitajitahidi kufanya kwa juhudi na maarifa ya akili zangu. Sitokuangusha hata kidogo. Kwa sababu wewe ni mtu wa thamani sana kwetu. Hatutaki kukuona ukiwa umeshindwa. Au bosi wako akwambie kwamba wale watu uliowaleta wamekuja kusababisha matatizo ofisini. Hapana. Kuahidi nitafanya kadri niwezavyo. Na hata kaka yangu atafanya hivyo. Wala hilo lisikutie shaka, Amanda. Mimi ninachotaka ni wewe uweze kutengama, uweze kupona vizuri kabisa. Kwa kaka yako, najua atafanya vizuri. Ni competent. Na kazi aliyosomea kiukweli inajidhihirisha. Nimempeleka tu pale ofisini dakika chache, amesort vitu vingi sana. Anajua kazi yake. Kwa hiyo sidhani kama hiyo itakuwa changamoto. Najua atafanya vizuri. Lakini kwanza wewe uweze kupona na kurejea katika hali yako. Samani mami, nilitaka kuuliza. Huyu kaka, kuna kaka mmoja hivi, ana nywele fupi hivi, anaitwa Raki. Unamfahamu? Amefikaje hapa? Mbona nimemwona ameingia katika moja ya chumba cha ofisi? Unamzungumzia huyo kaka mgeni ambaye ametoka huku reception sasa hivi akaenda kule karibu na chumba cha bosi? Ambaye amevaa suti, ni kijana hivi, ni kijana mtanashati. Aha, huyo kaka ni rafiki yake na bosi. Bosi ndo ambaye amekuja naye. Sasa sijui. Amesema kwamba atakuwa anafanya kazi hapa. Ni mfanyakazi mpya tuseme hivyo, lakini pia ni rafiki yake na bosi kwa sababu walikuja wakaongozana na bosi. Ndivyo bosi alivyotutambulisha. Lakini jina lake sijalikamata vizuri. Kwani ulikuwa una shida naye ama kuna tatizo lolote? Rafiki yake na bosi? Mr. Tony na Raki wamekutana wapi na kujuliana wapi? Atakuwa ajui kwamba Raki alikuwa anafanya kazi kwangu? Ajui kwamba Raki sio mtu ambaye anaweza kumwajiri? Ina maana Raki amekuja Tony Enterprise? Ndio maana alikuwa ananiletea jeuri? Hapana, haiwezekani. Ni lazima aweze kufutwa kazi. Sidhani kama wana urafiki. Dada, kama una tatizo lolote kuhusiana na yule kaka, unaweza kwenda kumweleza bosi. Inaonekana umetahamaki sana. Chumba cha bosi ni chumba namba 12. Nilisha kuagizia tena. Unaweza tu kumwambia. Ante. Huyu shetani wa miguu minne amekuja kufanya nini hapa? Amekuja kuniharibia kazi yangu. Siwezi kumruhusu akachukua kazi yangu wakati huu. Amesha achana na mimi. Mimi na yeye hatuna uhusiano wowote. Sasa atakapokuja kuongea na bosi akakubaliana naye na akanifukuza kazi, itakuwaje? Rakia hataweza tena kunitetea. Kwa sababu mwenye mamlaka hayo ni bosi wake. Mungu naomba nisaidie. Yaani maeksi wengine bwana unaachana nao na bado wanakufuata mpaka ulipo. Natumai hii ndege itaondoka kwa wakati. Kwa kweli nimeshachoka sana kuweza kuketi hapa. Natamani kama ningeweza kusafiri na mwanangu. Nampenda sana mwanangu. Na natamani yeye na Ana waweze kuja kuoana na kuweza kuishi kama mke na mume.
Hakuna mwanamke mwingine ambaye atakuwa mzuri kwa mwanangu zaidi ya Ana. Ana anampenda mwanangu kweli na anamjua mwanangu vizuri, kwa hiyo wataweza kuishi na kuijenga familia vyema. Kumbe dada Imelda, jamani, sijamwona leo rafiki yako. Ana shida gani kwani? Sio kawaida yake kuto kuingia kazini mpaka sasa hivi. Ana na matatizo rafiki yangu. Mdogo wangu, hii dunia unaweza kuyumbishwa, yaani mpaka kichwa kikakuuma. Hata kuja kazini leo. Amechukua siku 2 za ofu, hajisikii vizuri, na baada ya kipona basi atarejea kazini. Kwani Daimelda, kitu gani kimempata Dana? Kwa sababu jana nimemkuta mimi alivyokuwa analia ameketi pale chini mpaka nikaja kukuita. Yaani nilikuwa namuonea huruma. Kana kwamba kuna kitu kinamuuma. Nilijaribu kumuuliza, lakini hakutaka kuniambia kitu chochote. Wewe ulizungumza naye. Alikuwa anaumwa na ugonjwa gani? Ni magonjwa utu uzima, yaani utu uzima ukisha karibia. Jamani, utasikia dunia sio ya kwako, unataka hivi kufanya hivi kukumbatia, upate kumbatio, ukitaka hivi jamani inakuwa hivi. Magonjwa utu uzima mdogo wangu. Hujafika katika umri aliofika dada yako. Hata mimi ningekuwepo katika umri kama wa kwake, ningeweweseka. Tumbo lingenicheza kwa woga. Na kitu ambacho unachokiamini hakiwezi kuwa kama hicho. Hebu tuachane na hayo. Vipi unaendeleaje? Kuna mpya gani hapa ofisini? Basi Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia, aweze kupona haraka, na hao magonjwa ya utu uzima aweze kumtoka. Hapa ofisini bwana, amekuja mwanamke mmoja. Huyo mwanamke ni kama vile, yaani sijui ana kitu gani kuhusiana na huyu mgeni mpya ambaye amekuja. Mara aseme kwamba huyu mgeni hastahili kufanya kazi hapa, mara nani amemwajiri. Yaani huyo mwanamke alikuwa anaweweseka kana kwamba sijui kitu gani. Mimi mwenyewe nimebaki tu namtolea macho, kwa sababu hata cha kumjibu nilikosa. Sijui shida ni nini. Nikamwambia kama kuna tatizo, akamwambia bosi. Mgeni mpya? Yaani mgeni mpya ameanza kuzua balaa kizaazaa? Au ni wanawake wake wa huko? Kwa sababu mgeni mpya hata tumjui. Sasa hatuwezi kuongea kitu chochote kuhusiana na mgeni mpya. Kwa hiyo hata ukumchunguza chunguza ukajua kuna shida gani? Kwa sababu mtu anapokuja hapa, huwezi kumwagizia moja kwa moja kwa bosi. Labda je kama mtu anataka labda kumfanyia mwenzake kitendo kibaya, huwezi kujua. Labda alichitiwa, bado ana hasira, usaliti. Kiukweli hakuniambia chochote na hakutaka kuongea na mimi chochote. Sasa hivi tunavyozungumza, yuko kwa bosi Isaac huko, wanazungumza. Ulikuwa unahitaji usaidizi wetu, lakini ulikuwa unahitaji usaidizi wetu katika jambo gani? Hujatuweka wazi ni kitu gani ambacho unachokitaka kutoka Tony Enterprise. Mr. Tony, usaidizi tuliokuwa tunautaka ni kwamba muweze kutuuzia bidhaa, hata kama itakuwa ni kwa hali ya mkopo, mpaka tutakapofanya biashara na kisha tutawalipa pesa zenu. Tafadhali Mr. Tony, hatuna mtu mwingine ambaye anaweza kutusaidia zaidi ya nyinyi, na ndio maana niko hapa. Tumeambiwa kwamba bidhaa zote mmezinunua nyinyi, na kwa kweli kampuni yetu imekosa bidhaa za kuweza kuuza, na nje kwa sasa imekuwa ni bei ya gharama zaidi kuweza kuzileta hapa nchini. Ni bora sisi tuweze kununua kutoka kwenu. Kwa kweli nitakuwa ni muongo iwapo nikikupa majibu yenye matumaini. Bidhaa ambazo tuko nazo sisi ni kwa ajili ya wateja ambao tuko nao. Hatuwezi kuzitoa na kuzikopesha tu hivyo. Kama una pesa unaweza kununua kwa ile bei ambayo iliyopo. Na sisi tukafata huko kiwandani tukaagiza mzigo. Lakini kama mtashindwa kuwa na pesa, basi kwa swala la mkopo hilo haliwezekani. Mnaweza tu kuagiza huko kiwandani. Hapa kwetu hatukopeshi bidhaa. Tafadhali Mr. Tony, naomba utuonee huruma. Kampuni ya babangu inakwenda kufungwa. Tutafanya nini sasa? Kuna watu ambao tumewaajiri, wataenda nyumbani kwa kukosa kazi. Mr. Tony, naomba utuangalie sisi kama nyinyi ambavyo mngekuwepo katika nafasi ambayo tuko sisi. Je, tusingeweza kweli kuwasaidia? Situngeweza kuwasaidia? Tafadhali Mr. Tony, naomba utuonee huruma, utupatie tu bidhaa. Hata kama zitakuwepo ni chache, lakini zitaweza kutupush. Hilo halitowezekana. Nasikitika kusema hivyo. Hilo haliwezi kuwezekana. Leta pesa, ukishaleta pesa utapata bidhaa. Kama haiwezekani, mnaweza kuagiza kutoka kiwandani. Nadhani nimemaliza. Nina kikao cha muhimu sana. Sawa Mr. Tony, naona umedhamiria kabisa kuninyima. Lakini pia nilikuwa na swali lingine. Nimemwona kijana ambaye alikuwa anafanya kazi katika kampuni yangu.
aliwahi kuwa mume wangu, anaitwa Rakii. Kwa sasa mimi na yeye tumeachana, lakini kuachana kwetu ni kwa sababu ya wizi ambao alioufanya na ukaweza kuharibu kampuni yangu. Yeye ndo mmoja wa watu ambao walinyonya ile kampuni mpaka sasa kampuni inaenda kufa. Sidhani kama hapa ni sehemu sahihi ya kuja kumshtaki huyo kijana. Unajua sehemu ya kwenda polisi, nenda kamshtaki, mfungulie mashtaka. Ikiwa ana makosa atajibu, lakini mimi kwangu ni kijana mzuri, anaifanya kazi nzuri. Hivi unafikiri ni nani ambaye anaweza kutusaidia? Hakuna mtu ambaye anaweza kutusimama na sisi eh? Unafikiri hata kwa kutoka hapa kwa mwanao Maria kwenda huko kwa Mr. Tony, unafikiri kwamba Mr. Tony atamsaidia? Wale ni waasimu wetu, watafurahia kutuona sisi tumeanguka eh? Tutakuwa tumewarahisishia kazi na itakuwa rahisi kwao kuweza kupata hata wale wateja ambao tulikuwa nao. Mke wangu, sina tumaini na uko Maria alikokwenda. Gordon, kwa nini unakata tamaa mume wangu? Sidhani kama huu ni muda wa kukata tamaa. Hebu tumwamini mtoto. Ametoka hapa asubuhi na mapema. Tusubiri majibu ambayo atakayopatiwa. Anaweza akawa labda na bahati yake Mr. Tony akaweza kumsikiliza na kuweza kumpatia kile anachokitaka. Hebu usifunjike moyo. Bado hatujashindwa kiasi hicho. Lakini hata kama ikiwa hali itakuwa ngumu, tuna mashamba ambayo tunaweza kuyauza na kuweza kuendeleza maisha yetu kama kawaida. Tutauza mashamba na kuweza kuendeleza maisha yetu, na mikopo tuliyokuwa nayo kwa biashara ambayo imekufa, tutawezaje kuweza kusustain, kuweza kupata pesa ya kuweza kuendeleza maisha na kuweza kulipa mikopo? Nafikiria the good thing ni kwamba tuweze kulipa mikopo. Usisahau hata hii nyumba ambayo tuko iko chini ya benki na inaweza kupigwa mnada iwapo tusipolipa pesa za benki. Kwa hiyo usisahau hilo. Unakata tamaa mapema hivyo Gordon na kunitishia. Yaani sasa hivi ndo nimeanza kuona hali itakavyokuwa mbaya. Mungu wangu we. Huyo mtoto huko alikokwenda aweze kusikilizwa. Maanake kama tutapoteza hii nyumba, ina maana nitakuwa nimepoteza taswira yangu yote, maisha yangu yote. Nitaenda kukaa wapi mimi? Ina maana sasa nikaanze kuzunguka barabarani? Bwana we, hii haiwezekani. Nitapambana kufa na kupona. Yaani yule mama alivyonipiga vibao jamani. Yule dada roho yake mbaya, roho yake yani imejikunja kama kitu gani. Nimepitiliza tu kidogo mera nikalala usingizi. Na we hata hujaniamsha. Hujagonga gonga pale kwenye mlango wangu. Nimeshtukia mbao huo. Yaani nimeshtukia, nimekula kelbu, nimekula makofi. Yule mama nakwambia kama anataka kuniua. Nakwambia na wewe leo ukifanya mchezo mandazi upati. Utakunywa chai ya rangi ya bure. Maji kwanza maji na majani ya chai, hata sukari sikupi. Kwa nini ulishindwa kuniamsha? Kila wakati Mbarara nimekuwa nasema fuata kile kilichokuleta. Hawa binadamu wanachotaka wewe ni uweze kufanya kazi kama siafu. Uweze kujituma katika nyumba yao na kuweza kutekeleza yale majukumu waliokupatia. Sasa wewe umekuja, unataka kuleta mambo ya kijijini mjini. Nimegonga mlango wako. Nimepiga pale. Haujaamka. Ulitaka na mimi wanikose katika geti waweze kunifukuza kazi. Eti wewe umetuma huku mjini kuja kufanya kazi, kutafutia familia yako. Fanya kazi kama siafu. Kwa hiyo hata kuniambia pole uweze kuniambia pole. Yaani unaniambia mimi nikafanya kazi kama siafu, kwani mimi siafu? Mimi si binadamu jamani. Kwani ule dada mikono ana yeye akupika chai? Mpaka aje niamshe mimi penge chai wenzune, sijui chai uweke vinini. Kama yeye anajua kupika chai, mbona anaonekana mikono yake legelege yule, hamna kazi yoyote ambayo anaweza kuifanya. Anaonekana kabisa yule, yani ni jua la asubuhi alitoki, jua la mchana aliwaki, jua la jioni alipo. Anaonekana kabisa. Sasa wewe endelea kupiga kelele hapa, pigia kelele Mbarara mwenyewe atokeze huko. Wewe unaona huku nyumbani mambo yamekaa kutinginyana. Uone kama vile kuna upepo ambao sio upepo mzuri. Bosi mwenyewe baba yake akipita hapa alikuwa amezoea kusalimia, vipi mzee? Lakini sasa hivi anapita tu kimya kimya, tena akiwa anasumbua kichwa. Jua hapo kuna tatizo. Fanya kazi uweze kulipwa mshahara wako na kuweza kwenda nyumbani kutunza wa kwenu. Sasa wewe endelea kukaa hapa, fukuzana na mabosi. Watakung'oa kichwa na masikio hayo, na wazazi wako hawatakuona, maanake watakuzika katika hili jengo. Nani atakuja kujua kwamba wewe umezikwa huko?
Mbona mzee wangu umenipigia simu yani kana kwamba kuna tatizo kubwa sana? Kama ofisi ilikuwa inawaka moto bwana. Kumbe kila kitu kiko sawa. Shida ni nini? Si kuna tatizo hapa. Amekuja mwanamke wa huyu mfanyakazi mpya Roki ambaye umemwajiri hapa, na amesema kwamba huyu Roki ambaye umemleta ni jambazi, ameweza kuwaibia na ni mmoja kati ya watu ambao wamesababisha yeye kufilisika na amemfuta kazi. Sasa bosi, tusije tukawa tumejiletea matatizo na kuweza kumkabidhi system zote zile akaweza kufanya kazi. Kumbe lengo kuu alilokuja hapa ni kuja kutuangusha na sisi. Mr. Isaac bwana, na wewe ukamwamini kabisa. Ukamwamini kwa maneno aliyoyatoa. Tena huyo mwanamke angetakiwa aje hapa anikute. Hawezi kumfanya kijana wa watu wakawa kama vile ni nyongea. Kijana asiyekuwa na akili timamu. Unawezaje kumtriti mwanaume mtu mzima namna alivyokuwa anamtriti huyu kijana? Hakuna chochote ambacho kimetokea. Hizo ni kesi tu za kuekelewa. Na kama ana vithibitisho aende polisi. Hata mimi nilimwambia hivyo, na baada ya kumwambia hivyo aliondoka kwa hasira kubwa katika ofisi yangu. Hakugeuka hata nyuma. Kwa hiyo nilibaki na mawazo mawili. Inabidi tuwe makini sana na huyu kijana tuliyemwajiri. Tusije kuwa wema ukaja ukatuletea matatizo. Ni kweli ana matatizo, lakini usije ukakuta hayo matatizo yake ameyatumia kama njia ya kuweza kutuumiza sisi. Hakuna kitu kama hicho Isaac. Na kuhakikishia hilo. Yule mwanamke anataka tu kumharibia CV huyu kijana. Na siwezi kumruhusu akaweza kufanya hayo. Kama ni kunyanyasika, wamenyanyasika vya kutosha. Ni binadamu pia. Kama umeachana na mtu, haimaanishi kwamba uweze kumbebesha ubaya. Mwache mtu maisha yake yaweze kuendelea. Na one thing nimesikia ni kwamba wamefilisika. Na siku sio nyingi, ile nyumba wanayoishi itapigwa mnada. Do you know what? Nitatumia fimbo ile anayotumia kuchapia wenzake, kumchapia yeye. Zakala mpenzi wangu, leo uendi kazini? Nilidhani leo ndo ile siku ambayo inaenda kuwa ni ya uwekezaji. Sasa tutaendelea kuvuta hivi mpaka lini? Mambo inabidi yaanze kuiva na uweze kutoa kile ambacho ulichokuwa nacho ili tuweze kuwekeza. Mimi nimetoa ofisi, lakini wewe uliahidi kutoa pesa. Bado sijaridhishwa na mazingira ya ofisi. Kwa hiyo mpaka siku nitakayoridhishwa ndipo nitakapoifungua hiyo ofisi. Inabidi ufanye kazi. Fanya kazi zaidi. Fanya kazi iweze kuonekana kama kweli ofisi ya CEO. Naenda kukaa kama naenda kukaa kwenye dawati la jinsia bwana. Vipi bwana? Hebu tengeneza vizuri. Kama shule ya chekechea. Ofisi inatakiwa iwe presentable. Baada ya kuwa presentable, ndipo tunaweza kuwaita na watu wengine katika uzinduzi kuweza kufungua ofisi. Sasa Zakala, mimi nitatoa wapi pesa ndugu yangu? Sina pesa. Na pale ndipo uwezo wangu ulipoishia. Ule uwekezaji niliofanya ndipo uwezo wangu ulipoishia. Sasa unaposema kwamba haujaridhishwa, ni kuelewe vipi? Kuna fungu unalolitoa nikapate kwenda kuitengeneza zaidi? Na je, ni watu gani hao ambao unataka kualika? Mimi nadhani tungefungua tu ofisi na kuwatumia message. Sio lazima watu waweze kufika katika ofisi yetu. Mpaka pale mambo yatakapokaa vizuri zaidi, tunaweza sasa kualika. Hatuwezi kufungua ofisi kimya kimya. Yaani tukafungua ofisi kibubububu, ni pesa yangu hiyo. Inaenda kuungulia pale. Kama bado hauko tayari kuweza kufungua ofisi, useme bwana, sio kunipotezea muda. Mimi nakuambia wewe uweze kufanya kazi. Unaniambia nikatoe pesa ya kutengeneza ofisi? Yaani kuwekeza nikatoe pesa na kutengeneza nako ofisi? Peter, hebu fanya kitu bwana. Acha ujinga na ubabaifu. Mwanangu, niambie kwamba umefanikiwa. Yaani ungejua baba yako alivyopata mweweseko. Baba yako sio wa kulala mchana, lakini baba yako anangorota kwa ule wasiwasi aliyokuwa nao. Hebu niambie, uko kwa Tony umeweza kusaidika? Na Mr. Tony amekuambiaje? Anaweza kutupa huo mzigo? Anaweza kutukopesha? Nifanikiwa wapi mama? Mambo hayajaenda kama nilivyokuwa nadhani. Lakini pia nilivyofika pale kwa Mr. Tony, kuna kitu nimekiona ambacho sio cha kawaida. Hivi mama, eti Mr. Tony rafiki yake ni Raki? Kwa sababu nimemkuta Raki pale. Huyu Benguelo umemkuta kwa Mr. Tony, alikuwa anafanya nini hapo? Au yeye ndo sababu ya sisi kuweza kuanguka?
Mr. Tony ni rafiki yake tokea lini? Au ni katika ile pati ambayo mimi nilifanya ya birthday ndipo nilipowaunganisha? Umechunguza alikuwa anafanya nini hapo? Huyo ni mwasimu wetu, ni adui wetu wa kwanza. Unaona sasa watu ambao unakuwa nao, hata hukumchunguza vizuri. Raki na Mr. Tony, yani tajiri na maskini, wewe uliwahi kuona wapi mwanangu? Imagine mama, Raki anafanya kazi eti kwa Mr. Tony. Ni mfanyakazi wake mpya. Mama, nimemfukuza Raki kazi wiki hii. Wiki hii eti ni rafiki wa Mr. Tony, anafanya kazi na Mr. Tony. Kwa nini huyo Mr. Tony asimchukue wakati wote? Kama kumweka kama spy ambaye alikuja katika kampuni yetu kuweza kutuspy. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao wameangusha kampuni yetu. Raki, kuna mchezo ambao anaucheza. Mama, nitamjeruhi Raki. Ni ajabu. Ni ajabu kabisa. Yaani nyakati zote tumekuwa tukiishi na adui bila kufahamu kama ni adui. Aya.